Ningependa kuambia County Commissioner, security ya Isiolo Town imeharibika. Wakora wamefanya Isiolo Town ikae kama Mogadishu. Na tunajua hiyo ni mambo ambayo inapangwa na wanasiasa ambayo wanataka kurudisha Isiolo mwaka ya 2002. Isiolo hatutaki biashara kama hiyo. Bunduki ambayo iko kwa mikono ya raia ndani ya Isiolo Town ichukuliwe. Raia ambayo wako na bunduki ya haramu wachukuliwe hatua kali. Na wale jirani zetu ambayo wameingia kaunti yetu kwa pande ya Chari, tunataka kuambia warudi kwa mipaka yao. Kama wanataka kukuja kukula Chari, wakae chini na wazee wa Chari wakubaliane, lakini hatutaki watu wanatumia kifua kufanya nini? Kuingia kwa mipaka ya wengine. Huwa tunapenda kusema mtu huwa hachagui jirani yake. Majuzi siku ya Jumatano, sisi wa Isiolo, sisi wa Marsabit, County Commissioner wa Samburu na County Commissioner wa Meru tuliweza kuwaleta watu wetu pamoja kule kuna kuitwa Archers Post, na tukawa na mazungumzo ya kutuwezesha kuwapatanisha watu wetu. Nikiguzia swala la Com Triangle tukiguzia swala la Com Triangle ni kwamba kuna wageni na ndugu zetu, majirani zetu ambao wameweza kufika kule Com bila ya ruhusa ya wakaji wa pale jamii ya Kiborana. Na twajua kwamba kuna kanuni, kuna desturi, kuna sheria, kuna makubaliano ya kwamba iwapo tungetaka tupewe rasilimali ya mambo ya maji na nyasi, ni vyema tuende kwa wenyeji na tuwaombe kwa unyenyekevu tupewe ruhusa kuingia pale na mifugo wetu tuweze kuwalisha. Lakini sasa ninapozungumza ni kwamba kuna baadhi ya jamii majirani zetu ambao wameweza kwenda kule sehemu za Com kupitia bila ya ruhusa ya wenyeji, wananchi wetu wa Kiborana wa kule sehemu za Com. Tumewapa muda wa kuondoka kwa sababu wameingia kule Com kwa nguvu, na tumewauliza waondoke. Tumewapa muda na muda huo umekwisha, umeyoyoma. Kufikia kesho, kama hawatakuwa wameondoka, sisi kama serikali hatutakuwa na lingine, hatutakuwa na budi ila kwenda kule na kuwatoa kwa nguvu. Kama walienda kule kwa nguvu, nafikiria lugha ile itaeleweka pale, ni sisi kama serikali kwenda kule na kuwatoa kwa nguvu. Lakini najua bado kuna masaa machache. Ningependa kama wananisikia kupitia kwa viongozi wao ya kwamba kufikia siku ya Jumapili ama mwisho wa siku ya kesho ya Jumamosi, kama hawatakuwa wameondoka, kama serikali tutalazimika kwenda kule na tutawatoa kwa nguvu. Maanake hiyo ndio lugha tu inaonekana sasa watu watataka kuelewa. Ile compensation mumepewa, msikuwe wa kuchezea hiyo pesa. Hiyo pesa mfanye investment ambaye inawasaidia, kwa sababu tumesukumana na serikali, wametoa compensation. Msiende kufanya nayo sare hiyo compensation. To the security team, tunaingia kiangazi ambaye ni mbaya sana. Until April utapata pastoralist watakuwa wanasumbuana kwa sababu ya nyasi na kwa sababu ya maji. Hiyo huwezi zuia. That is climate change. We must learn how to live with it. I want to appeal to the security committee, kindly beef up the security. Be purposeful. Mkuwe mnasikiza ground vile iko, especially outskirts of Isiolo Town. Lakini ya Isiolo Town vile Mheshimiwa Banticha amesema, hapo mimi nataka kusema nyinyi ndio mmelala kwa class Isiolo Town. Mimi sitawaficha hiyo. Security ya Isiolo Town
The security team, na minister anisikie vizuri, na wao wako hapa, hata siwezi waficha. Hakuna vile ng'ombe 200 inatolewa kwa market, inatolewa Tuluroba, inaondoka inaenda kabisa na tuko na security hiyo town. Hakuna vile. So I want to say, and I'm normally not combative by the way, but on this one I will be. Security, you've slept on your job, kindly wake up and smell the coffee. We are daring you. Parks are daring you. You should see that they are daring you, na muamke mfanye kazi yenu.